السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika kwanza tutatanguliza shukrani za kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kadhalika tumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu zangu, jana kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tulifungua darsa yetu rasmi ya baada al-asri, darsa ambayo kwa mwaka huu insha Allah tutazunguka na tutatembea ndani ya suratu Yusuf. Lengo la kutembea katika sura hii ni kutaka kuangalia ilmu Mwenyezi Mungu ameizungumzia namna gani katika hii sura, kuangalia wahyi Mwenyezi Mungu ameuzungumzia vipi katika hii sura, na kadhalika kuangalia utume Mwenyezi Mungu ameuzungumza vipi katika hii sura. Ukienda katika aya ya 3 ya sura hii ya Yusuf, Mwenyezi Mungu ameanza kwa kusema nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, sisi tutakuelezea wewe mtume Muhammad kisa kizuri zaidi, bima auhaina ilaika hadha alquran, kwa sababu wewe tumekuletea wahyi wa Qurani, wa in kunta min qablihi la min alghafilin, ingawaje kabla ya sisi kukuelezea kisa cha Yusuf katika Qur'an ulikuwa umeghafilika nacho, haukijui kamwe. Aya hii ya 3 ndiyo aya ambayo twafungua nayo rasmi darasa yetu hii, na twafungua nayo kuanza kuzunguka ndani ya suratu Yusuf. Mwenyezi Mungu katika aya hii moja kwa moja amemwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, nahnu naqussu, kwanza sisi tutakueleza.
Na wanazuoni Mwenyezi Mungu awaelee radhi wametupa faida. Watuambia kilma cha qaswa, kilma hichi kinapotumika mahala huwa kina maana ya kukifuatilia kitu hatua baada ya hatua. Yani ni kama Mwenyezi Mungu amwambia Mtume kisa cha Yusuf, watu zamani wakielezana, lakini sisi tutakuelezea step by step, tutakuelezea hatua baada ya hatua, na tutakapokueleza sisi itakuwa umewashinda wote waliokuwa wakikielezea kisa cha Yusuf kabla yako wewe. Na wanapiga mifano, wanasema nenda katika suratu Al-Qasas aya ya 11. Mwenyezi Mungu alipokuwa akielezea kisa cha Nabii Musa, Mwenyezi Mungu alipokuwa Firauni ameshatangaza kwamba mimi watoto wote wa kiume wanaozaliwa mimi nitawamaliza. Kwa kuchelea wale watoto wa kiume ndo watakao kuja mpokonya yeye ufalme, kama alivyoelezewa na wale watabiri wake na waganga wake. Wakamwambia, wewe ufalme wako utakuja koma na utakomeshwa na mtoto wa kiume anayetoka katika Bani Israila. Firauni kwa ule wasiwasi ikawa kila mtoto wa kiume ni auliwe, lakini akaweka ratiba kuwa watoto wa kiume moja kwa moja ni kuimaliza nchi, kwa sababu hakuwezi kuishi nchi wanawake watupu. Lazima watoto wa kiume waweko ndio kuzaana kuendelee. Akaweka watoto watakaozaliwa mwaka huu mimi nitawaua, alafu watakaozaliwa mwakani nitawaacha. Huo mwaka mwingine wa mbele wa kiume mimi nitawaua, ule mwaka mwingine nitawaacha. Ikawa yuwaua mwaka, yuwaacha mwaka. Na ndio maana utaona ndugu yake Nabii Musa, Harun, alizaliwa na akakulia pale pale na hakufanya lolote, kwa sababu alizaliwa katika ule mwaka ambao watoto hawauliwi. Musa alizaliwa katika ule mwaka ambao watoto wauliwa. Mamake Nabii Musa akajiliwa na ilham, akajiliwa na hisia zinamwambia huyu mtoto mtupe. Mwenyezi Mungu asema, wa auhaina ila ummi Musa, sisi tulimpelekea wahi lakini hajui yeye, tukawa tumwambia kwenye akili yake mtoto mtupe, mpaka ile wazo la kumtupa likaiva kwenye akili yake, akaona huyu mimi mtoto wa kumtupa. Akamchukua akamtia katika kisanduku, akaenda akamtupa baharini. Sasa hapa wanazuoni wataka kutuonesha neno la al-qassu kwamba lina maana ya kufuata kitu hatua baada ya hatua. Wanasema mamake Nabii Musa alipomtupa baharini, aya yasema waqalat li ukhtihi, mamake Musa alimwambia dadake, alikuwa na dada yake, akamwambia quswihi. Quswihi ndiyo ile ambayo iko katika aya ya 3 ya suratu Yusuf, nahnu naqussu alaika. Quswihi bimaana mfuatilie huyu mwanangu uone maji yatamfikisha wapi, mfuatilie hatua kwa hatua, sio aelezee nini. Quswihi, mfuatilie. Dadake Nabii Musa, dadake mamake Musa akaanza kufuatilia kikapu kinavyopelekwa na maji, akakifuatilia. Aya yasema fabasurat bihi an junubin, akenda akamuona Nabii Musa kile kikapu kwa mbali kimeokotwa, na akajua alomokota ni mke wa Firaun. Aya yasema wahum la yash'urun, wakati ule wakikiokota kile kikapu Musa yuko ndani, hawajui kwamba yuko mchunguzi aliyokuwa akifuatilia lile tukio hatua baada ya hatua. Dadake Musa akarudi, dadake mamake Musa akamwambia dadake, mtoto nimemfuatilia, nimemuona amefika katika nyumba ya Firauni, ameokotwa na mke wa Firauni. Ndio mamake Musa roho ikatulia, akajua mwanangu nimemtupa hakughariki, yuko katika kasri ya nani? Ya Firauni. Wanapiga mfano kadhalika, wanasema kuthibitisha
kwamba kweli kilma hichi cha alqassu maana yake ni kufuatilia kitu hatua baada ya hatua. Wanasema nenda katika suratul Kahfi usome aya ya 63 na aya ya 64. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akielezea kisa cha Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa baada ya kuwa ni nabii wa Mungu, na nabii yoyote ana ilmu ambayo wengine hawana, sababu yeye ni mtume wa Mungu. Nabii Musa aliwahi kusimama siku moja mbele za watu akauliza, man a'lamu nnasi fi ahli al-ardhi minni, hapa ardhini ni nani ambaye ni mjuzi zaidi katika watu wote kunishinda mimi? Musa auliza, hapa ardhini nani mwenye ilmu kunishinda mimi? Mwenyezi Mungu akamlaumu akamwambia Nabii Musa, wewe huwezi kujimakini kwamba wewe ndo wajua kila kitu. Wewe ukiwa wajua, kuna anayejua zaidi yako. Sisi watu wasema yule nzi akitua mbele yako hukupa somo, si ndio? Hukwambia ikiwa wewe wajua huu, basi kuna mwingine naye ajua huu, wakati nini ile miguu yake. Manake huwezi kuwa wewe wajua kila kitu, huwezi. Na ni kama tunavyosema mara kwa mara, ukimwona mtu yuadai kujua kila kitu, ana wazimu. Yani mathalan ukamwona mtu ala sabili almithal, ukamwona shekhe, ukamwona mwanachuoni, ukamwona ustadhi, kila swali atakaloulizwa yeye alijua. Yani swali lolote yeye jibu lake analo. Huo wazimu. Hakuna siku hata moja yeye atasema sijui. Hakuna siku hata moja ngoja nikaangalie nitakujibu kesho. Hakuna siku hata moja ngoja waulize mashekhe zangu. Yeye daima on the spot, ni kama alikuwa yakusubiri uje jibu liko hapa kwenye ulimi ya kujibu kabisa. Ni wazimu huo. Kwa sababu hakuna anayejua kila kitu duniani. Wale watu walimtuma mtu wao aende kwa Imam Malik, akatoka masafa marefu wamfuata Imam Malik. Amepewa maswali 40 akamuuliza Imam Malik. Sote tushajua tumzungumzia Imam Malik, atuzungumzii Maliki, tumzungumzia al-Imam Malik. Bwana akaenda mpaka akifika kwa Imam Malik akamwambia, mimi nimekuja kutoka mbali, laqad qata'tu masafatan tawila, mimi nimetoka masafa marefu. Hamalani ahlu baladi masaila, watu wa mji wangu wamenibebesha maswali nje nikuulize. Imam Malik akamwambia ahla wa sala, uliza. Bwana akaanza kumuuliza Imam Malik swali la kwanza. Imam Malik akamwambia silijui. Swali la pili Imam Malik akamwambia silijui. La tatu silijui. La nne, maswali yote Imam Malik akasema la adri, mimi sijui. Sasa yule bwana akashtuka, nikana kwamba yeye imani yake ilikuwa yamwambia huko uendako wamwendea mtu ambaye yajua mambo ya dunia nzima, yajua kila kitu. Yule bwana akamwambia Imam Malik, sasa mimi kirudi nikamwambia watu nini? Imam Malik akamuuliza, utakwenda kuambia nini? Mimi nimekwambia sijui, wewe utakwenda kuambia nini? Nenda ukawaambie qala Malikun la adri. Wewe utakwenda kuambia nini? Mwambie nilipofika Malik alinambia hajui. Kwa sababu kusema sijui ni sehemu katika kuthibitisha wewe wajua. Ile kwamba wajua kila kitu ni sehemu katika kuthibitisha wewe hujui. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam aliulizwa ayul biqa'i asharru, ni kawanda lipi ambalo ni shari zaidi kuliko makawanda yote, na ni kawanda lipi ambalo ni bora kuliko makawanda yote? Ene aulizwa kuhusu viwanja, kiwanja gani kizuri kipi kibaya? Mtume akamwambia wale watu sijui, la adri hata asala Jibril, mimi mtume Muhammad ni mtume, lakini hilo swali sijui. Na kutojua haimaanishi si mtume. Sijui mpaka muulize Jibrili. Jibrili alipokuja mtume akamuuliza, Jibril akamwambia mtume mimi sijui pia mpaka akamuulize Mwenyezi Mungu. Mtume amekiri kwamba hilo swali mimi sijui. Jibril naye amekiri hilo swali mimi
sijui. Akaenda kumuuliza Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Mwenyezi Mungu akamwambia, ukiwa watafuta kiwanja bora katika ardhi ni kiwanja kilichojengwa msikiti, ni msikiti. Ukiwa watafuta kiwanja kibaya katika ardhi ni soko. Jibril akarudi akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndo akamtafuta ule alouliza, akamwambia swali lako ulioniuliza, basi viwanda bora ni almasajid, ni misikiti. Hakuna sehemu nzuri ya kuketi kama msikitini. Na viwanda vibovu ni masoko, kwa sababu kila baya sokoni aghlabu liko urongo, kudhulumu, kughushi, kupunja, kusengenya, yote hupatikaniwa katika viwanja vya soko. Kwa hiyo kile kitendo cha kusema sijui ni sehemu katika kuthibitisha huyu mtu yuwajua. Waarabu wana msemo hutuambia, ibtilaukum bimajnunin khairun min ibtilaikum binisfi aqil. Ni afadhali muishi na mwendawazimu, mjue huyu mwendawazimu, kuliko muishi na mtu ambaye akili zake huingia na kutoka. Mbaya zaidi ni yupi? Mwendawazimu ama ambaye akili huingia na kutoka? Ni yule ambaye akili huingia na kutoka, kwa sababu hamjui ni wakati gani zimeingia na ni wakati gani zimetoka. Wewe sasa hivi utamuona aliketi na wewe vizuri, utaona sasa yuko sawa, mara baada ya dakika 3 kumevurugika. Afadhali yule mwendawazimu moja kwa moja utajitahadharisha naye. Ndio mfano wa mtu ambaye kila kitu yeye hujifanya yajua. Ule wakati ambao alikuwa yajua kweli ukamuuliza akakujibu ndilo, kuna wakati utaona analonijibu ndilo, kumbe silo, wakati ule zimetoka, lakini atakathibitishe mimi najua. Na hii ndio hatari na shida kubwa ambayo leo sisi tunayo. Leo sisi ndugu zangu tuona haya kusema sijui. Nitaonekana mimi sikusoma, basi takuwaje mimi sijui? Wacha hao wanaojiita wasomi kwamba huona haya kusema sijui. Hata wale ambao hawakusoma pia na wao huona haya kusema sijui. Na hakusoma, lakini ukimuuliza kukwambia sijui hakwambii, bali atakwambia najua. Na kuthibitisha kwamba yeye yajua ni akazozane na ule alosoma. Njoo tujadiliane mimi na wewe. Ili manake ni kuoneshe, ni kusukume, ni kueleze paka nikufikishe kwenye kiambaza, ili watu wajue kwamba mimi najua. Ni katika mishikili mikubwa ambao tunao hivi sasa. Sasa Nabii Musa alayhi salam aliuliza, nani mjuzi kuliko mimi? Mungu akamlaumu. Hauwezi kuwa mjuzi wewe katika hii dunia, huwezi. Kwamba kila mtu umemshinda, haiwezekani. Kuna kitu ambacho kuna mwingine amekushinda nacho, wewe hukijui. Lazima. Nabii Musa Mwenyezi Mungu akamwambia na kuthibitisha kwamba yuko alokuzidi wewe, toka uende mahali kadhaa, utakwenda kupata mtu amekuzidi kwa elimu. Nabii Musa akatoka, atakwenda kumpata huyu mwenye ilmu kumliko yeye, asome kwake apate faida. Lakini katika sharuti alizopewa za kumfuata huyo mtu, aliambiwa beba chakula, na chakula chenyewe kiwe ni samaki, mumpike kwa uzuri. Nabii Musa akamchukua kijana wake. Alikuwa na kijana wake kama mwanafunzi, wanazuoni wengi wakimtaja jina husema alikuwa akiitwa Yusha bin Nun. Nabii Musa akamchukua Yusha, tuende tukamtafute huyo mtu. Wakati wanaenda, Nabii Musa kuna maneno alimwambia yule kijana. Alimwambia, waaza tuambia, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdhi huquba. Amwambia yule kijana, mimi nitatembea sisimami mpaka nikafike mahali ambapo bahari zimekutana, na ikiwa hapo mahali sifiki ila baada ya miaka mingi, niko tayari kufika kwa hiyo miaka mingi, lakini nitembee mpaka nifike hapo mahali ambapo bahari zimekutana. Nabii Musa aliambiwa ukifika hapo basi utaona ishara, ndio utajua huyo mtu utampata wapi alokuzidi kwa ilmu. Wakatembea mpaka wakafika hapo. Aya zasema falamma balagha majma'a bainihima. Walipofika hapo sasa kwenye bahari zinapokutana, wakaona jiwe. Na kwa kuwa wametembea mwendo mrefu, ikawa ni lazima wapumzike kidogo. Wakiketi kupumzika, kijana akamwambia Nabii ule Musa, akamwambia ule kijana,
atina ghadaana, toa chakula, akimaanisha ule samaki. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, sisi tumepata tabu, safari ndefu, toa chakula tule. Baada ya kutoa chakula wakala, wakiondoka, Nabii Musa amwambia ule kijana, yuko wapi ule samaki? Mtoe ule samaki. Ule kijana akakumbuka, akamwambia Nabii Musa katika aya 63, amwambia araaita idh awaina ila sakhra, wakumbuka pale tulipotegemea lile jiwe? Wakumbuka? Nabii Musa akamwambia nakumbuka. Amwambia basi tulipotegemea pale kwenye jiwe, fa inni nasitu alhuta, yule samaki mimi nilimsahau kule. Na wakati tumeketi, yule samaki aligeuka akawa hai, na walikuwa wamempika tayari. Aligeuka akawa hai, kisha ardhi ilimpasukia namna hii, akapata njia mpaka akaingia ndani ya maji, na mimi namwangalia, lakini nikasahau kukwambia hapo hapo. Ambaye Nabii Musa asema fa inni nasitu alhuta wama ansanihu illa shaytan, alofanya nisahau ni shaytan. Watakhadha sabilahu, na yule samaki alichukua njia fil bahri ajaba, kwa mambo ya kustajabisha namna hii, yani naangalia na staajabu. Nabii Musa akamwambia ungeniambia hapo hapo, tuliambiwa huyu samaki akionyesha ishara kama hizo, huyo mtu uko maeneo hayo. Akamwambia turudi. Sasa kilma cha alqasu kikatumika hapo. Mwenyezi Mungu asema, Musa akamwambia qala dhalika ma kunna nabghi, sisi ilikuwa tukitafuta hilo, huyo samaki akimbie. Wewe ulikuwa unaniambia mimi ningejua yuko hapo, tusingelitembea tena mara pili. Akamwambia yule kijana, aya sema fartadda ala atharihima qasasa. Fartadda ala atharihima qasasa, sio wakarudi nyuma kwa kutoa kiswa, wakarudi nyuma kwa kufuata zile athari zao, hatua baada ya hatua. Tulikwenda njia gani? Tulikwenda njia hii, alama ni hii, alama ni hii, hatua baada ya hatua, tulipita hivi, tulikwenda hivi, mpaka wakafika kwenye lile jiwe. Ndio Nabii Musa akakutana na huyo mtu ambaye amemzidi yeye kwa ilmu. Haya ndugu zangu ni baadhi ya faida ambazo wanazuoni wametutajia, kwamba Mwenyezi Mungu alipomwambia mtume nahnu naqussu, alimaanisha kwamba tutakuelezea hatua baada ya hatua yaliyojiri wakati wa Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu akamwambia mtume nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, sisi tutakuelezea kisa kizuri zaidi. Mwenyezi Mungu kisa cha Nabii Yusuf amekiita kizuri zaidi, na maalum katika Qur'an hakuna kisa kilotajwa mwanzo mpaka mwisho, hakuna. Hapa chatajwa kidogo, huko chatajwa kidogo, hapa chatajwa tena, sura hii chatajwa tena, ila kisa cha Nabii Yusuf ndicho ambacho msahafu mzima ukikitafuta kiko suratu Yusuf mwanzo mpaka mwisho. Hicho ndio kisa pekee yake kiloandikwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ambacho mtume alielezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Visa vingine vilivyobakia, cha Nabii Musa, kisa cha Nabii Allah Yunus, kisa cha Nabii Ibrahim, kisa cha Nabii Allah Nuh, Nabii Allah Saleh, hapa huwa kimetajwa kidogo, hapa kitajwa tena kidogo, huko kitajwa kidogo, lakini cha Nabii Allah Yusuf kimetajwa chote mwanzo mpaka mwisho kwa pamoja. Sasa Mungu amekiita kisa kizuri zaidi kwa baadhi ya sababu, huenda ni hizo, lakini Allahu a'lam. Miongoni mwa sababu huenda ni kwamba kabla ya mtume kisa hichi kilikuwa kikielezewa, lakini waliokuwa wakikieleza baada ya mtume kukielezea waliacha vile vitabu walivyokuwa wakisoma kisa cha Yusuf, wakaanza kutegemea kilivyoelezwa katika Qur'an, kwa sababu kimeelezwa vizuri zaidi. Huenda katika asbab ni kwamba kisa cha Yusuf kimeitwa kizuri kwa sababu kina mazingatio mengi. Kina mazingatio kuanzia mtu akiwa mtoto mdogo, kuanzia namna gani utakabiliana na uzee, kuanzia namna gani utakabiliana na wenye chuki na wenye husda, kuanzia namna gani utakabiliana na watu wale wenye kukupinga, wale ambao hawakutaki, namna gani ukiingia katika mateso utamtegemea Mwenyezi Mungu, namna gani waweza pitia dhulma ukapitia maonevu. Huenda Mungu amekiitwa kisa kizuri kwa sababu kina mazingatio mengi ndani yake.
Na huenda Mwenyezi Mungu amekiita kisa kizuri zaidi kwa sababu kisa cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam ndicho kinachoelezea umri ambazo mwanadamu anaweza kuzipitia. Kuanzia umri ulikuwa wewe huna nguvu, kuna watu wenye kukutendesha nguvu, kama vile ambavyo mathalan ukiwa mtoto mdogo unaweza kuwa ni lazima uwe chini ya wazazi wawili, lazima umsikize mwalimu, kisha kuna mahali ukaja ukapata nguvu, ikawa mwalimu sasa inabidi wakati mwingine akusikize wewe, ukapata nguvu, ikabidi wakati mwingine baadhi ya mambo mzazi wako akusikize wewe. Huenda hichi kisa Mwenyezi Mungu amekiita kizuri kwa sababu kinaelezea marhala ambazo mwanadamu anaweza kupitia kuanzia hana nguvu mpaka akawa na nguvu. Lakini pamoja na Mwenyezi Mungu kukiita kisa kizuri, hakukosekani wenye kupinga. Mwenyezi Mungu atakiita kizuri, lakini kuna watu hapo watatoka watasema urongo. Kuna watu hapo watatoka watasema acha kutudanganya. Kuna watu hapo watatoka waseme acha kutuhada Muhammad, kama ambavyo ilikuwa ni kawaida. Mtume akisema jambo kulikuwa na wenye kumpinga, lakini waliofaulu ni wale ambao wakisikia kitu chochote kimetoka kwa Mwenyezi Mungu wanakiamini bila ya kuwa na shaka. Angalia katika watu wanaopigiwa mfano kufaulu kwao ni Sayyiduna Abu Bakr. Sayyidina Bakr Mwenyezi Mungu alimjalia kitu cha maajabu. Mtume alikuwa akisema kitu chochote Sayyidina Bakr humwambia mkweli, akijui kisha tokea bado yeye Mungu amempa maumbile ya kumkubali mtume tu. Mtume analolisema Sayyidina Bakr ataambia mtume ni kweli. Na ndio katika mifano Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume hakumwambia Sayyidina Bakr maneno mengi, alimwambia Sayyidina Bakr mimi ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi Sayyidina Bakr akamwambia mtume sadaqta, mkweli. Kama ambaye yeye alikuwa yajua kabla kwamba huyo atakuwa ni mtume wa Mungu, sasa alikuwa akisubiri lini atanambia. Sasa amenambia, anamthibitishia kwamba mkweli mimi najua tangu zamani. Mtume alipomwambia ana rasulullah, Sayyidina Bakr alimwambia sadaqta, ni ukweli, mimi sina wasiwasi, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa Isra na Mi'raj, Mtume aliporudi akawa yuelezea, jamanini mimi leo usiku nimetolewa hapa Maka hapa mpaka Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa kule. Hakuambia nikapelekwa na mbinguni, amewatajia paka hapo, ametolewa Maka paka kule. Watu wakaanza Muhammad, acha lini wewe kutuletea story? Sisi twapanda wanyama wenye nguvu zao na wenye mwendo, tutoka Maka twenda huko unakosema wewe, na tutumia mwezi mzima, mwezi twenda tu, mwezi kurudi mzima. Kwa hiyo sisi tu tukiziaga familia zetu ni safari ya miezi mingapi? 2, mwezi kwenda mwezi kurudi. Utatuambia vipi wewe umekwenda usiku mmoja ukarejeshwa usiku huo usubuhi uko na sisi? Tutuambia vipi maneno hayo? Wakaambia Sayyidina Bakr, wamsikia mtu wako yosema ati usiku ampelekwa Baitul Maqdis, usiku huo amerejeshwa. Sayyidina Bakr akamwambia maadama qad qala faqad sadaqa, maadamu washasema kwamba alipelekwa ni ukweli, hiyo haina wasiwasi, ni ukweli amepelekwa. Mwenyezi Mungu alimpa maumbile ya kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana akafaulu. Mwangalie Mama Khadija siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka katika pango mara ya kwanza kushukiwa na Jibril, Mtume akakimbia mpaka nyumbani kwake, akamwambia Mama Khadija, nifinike mimi leo nimeona kiumbe cha ajabu, nifinike. Kile kiumbe mimi nashuku si kiumbe kizuri. Mama Khadija akamwambia Mtume, la, kiumbe ulichokiona ni kizuri. Kwa nini? Akaanza kumtajia dalili za kuthibitisha Mtume Muhammad lazima analolieleza liwe la ukweli na lazima aone viumbe vizuri. Akamwambia Mtume, innaka latasilur rahim, wewe kwanza ni mtu waunganisha family, waunga uzao. Hata watu wako wale hawakutaki, wewe wawataka. Yule ambaye hataki uende kwake, wewe bado wamuonesha mimi bana na kutaka.
mimi ni ndugu yako, mimi ni familia yako. Ambia innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla, wewe wajibebesha mizigo, wajibebesha matatizo, wajibebesha taabu za watu. Yani mtu akiwa na shida yakuletea wewe, na wewe ndambio kumsaidia. Wataksibul ma'dum, wachuma mambo ambayo wengine wanashindwa kuyachuma. Watuqrid dhaif, Muhammad wapenda kuandaa wageni na kuwapokea. Watu'inu ala nawaibil haqq, na wewe wasaidia katika misiba, wewe wasaidia watu mambo ya haki. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Kwa ajili ya haya nilokueleza, Mungu hawezi kukuletea kiumbe cha maajabu, wewe lazima utaona kiumbe chema tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikupatia ile imani ya kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe umefaulu katika kila jambo. Kila jambo ukisikia Mtume amekataza ukakatazika ala tu, Mtume ameamrisha ukaamrishika ala tu. Angalia katika vita vya Hudaybiyah. Vita vya Hudaybiyah vilikuwa vita vizito. Vita vizito, Waislamu wana njaa ajabu. Njaa ya kupita kiasi. Watu wasikia njaa, kuliwe nini? Chakuliwa hakuna. Watu wakageukia mwenye punda, mwenye nini, na punda walikuwa wengi, wakaanza kuchinjwa. Punda wakachinjwa, nyama zikatengezwa, zikabandikwa katika masufuria. Watu wajua njaa yetu yaisha sasa hivi, nyama hii hapa ya punda. Katika hali ya njaa kama hiyo, Mtume awaamrisha watu, awaambia kuanzia hivi ninavyozungumza, nyama za punda zimeharamishwa kwetu sisi Waislamu. Ni haramu mtu kula nyama ya punda. Ilikuwa kuna uwezekano baadhi waseme njaa, ngoja nifiche vinofu vinne, sio? Au mwingine ajifanye hajaelewa, ale kwanza ashibe, kisha anasema wameharamishwa, amekuwa sijui, ndio amwage kulingana na njaa watu walionazo. Lakini Mtume alipopiga marufuku katika wakati kama huo, watu hawakusubiri, hawakusema jamaa tuonjeni kidogo. Kila mwenye chungu alimwaga chini nyama kutii amri ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akikupa wewe uwezo wa kumtii Mtume katika kila jambo, wewe umefaulu. Siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka na masahaba katika vita, na masahaba wameumizwa vita vya Uhud, wamepigwa vita kisawasawa, watu wamepatwa na majeraha, wameumia kweli kweli. Watu wamerudi mjini kujipumzisha. Mtume siku ya pili awaambia baada alfajri, amwamrisha mtu atangaze, waambieni watu wale ambao jana tulikuwa vitani watoke, turudi tena. Na watu wameumia, watu na majeraha yao. Waliposikia Mtume ametangaza, hakuna alosubiri. Watu wengine walikuja wamebebana. Mtu kusimama hawezi, amwambia mwenzake nibebe, mimi lazima niwe hapo. Mtume amesema wale waliokuwa jana, na jana mimi nilikuwa, na lazima niwe hapo leo. Wakatoka kwenda kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa sulhul Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah, wakati wanaandikishana sulhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika ukisoma ile sulhu utaonekana kwamba Mtume alifinyiliwa, alibanwa, akawekewa sheria ambazo zilikuwa sheria za kumuumiza, na Mtume akazikubali. Sasa Saidina Umar ikali jambo la mtia dhiki, kwani tukubali? Sisi ndio tuko katika haki, hawa ndio ambao hawako katika haki, kisha kwa nini watufinyilie? Ikawa Saidina Umar amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, vipi takubali vipi mambo haya, sisi ndio tuko katika haki, kataa. Amwambia Mtume. Saidina Bakar kawa mvuta Saidina Umar, akimwambia Saidina Umar, istamsik bigharzihi ya Umar, istamsik bigharzihi ya Umar. Umar, kwa makini, jua unaizungumza naye ni Mtume Muhammad. Maadamu amesema hizo sheria zikubaliwe, ni lazima zifanye nini? Zikubaliwe. Hakuna kujadili katika anayosema Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Hasa pamoja na kwamba kisa cha Nabii Allah Yusuf Mwenyezi Mungu amekisifu ni kizuri, lakini hapo hapo unaweza ukampata mulhid anayesema kizuri gani? Hao ni wale waliopewa maradhi ya kukadhibisha yanayosemwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu inshallah sote atupe nyoyo za kuweza kuwa wepesi wa kuyakubali yale tunaoambiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, kisa hichi cha Nabii Allah Yusuf ambacho tutakitembea ndani yake, mwanzo wake chaanza na ndoto aliyoiota Nabii Yusuf alayhi salam. Ndio mwanzo wa kisa ilivyoelezwa katika Qur'an. Mwanzo wake ni baada ya Nabii Yusuf alayhi salam kulala na kuota. Mtume alipokielezea kisa hichi kilikuwa tayari kimeshafanyika kwa zaidi ya miaka 2300 kishafanyika. Yani ni mambo yametokea katika ardhi hii kwa zaidi ya miaka 2300. Mtume akaja akaelezea. Hakuna mwalimu aliyomsomesha, hakuna mtu aliyomsikia akieleza kisa hicho, hakuna mtu ambaye Mtume aliyokumwelezea akamfafanulia alokuwa alifundishwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kupitia Jibril alayhi salam. Nabii Allah Yusuf alayhi salam alipolala aliota. Aya yasema idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Baba, mimi leo nimeona nyota 11 na jua na mwezi. Hizi zote nimeziona za nisujudia. Sote hapa ndugu zangu tushaliona jua na tushaona mwezi, lakini hatujawahi hata siku moja kuliona jua linapochomoza tukauona na mwezi wakati huo huo wachomoza. Haijawahi. Jua lile na mwezi nao ule watokeza, hilo hatujawahi kuliona. Nabii Yusuf katika ndoto ametaja washamsa wal qamar. Mimi mmeziona kwa pamoja jua na mwezi, na kuziona kwa pamoja yakaribia kwamba ni katika mambo yasiyowezekana. Yaani uone jua la chomoza na mwezi wachomoza, haiwezekani ila kwa amri ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf baada ya kuona jua na mwezi ameona na nyota 11. Na mimi na wewe nyota tuziona kila siku, lakini tuona mkusanyiko wa manyota. Ukiangalia mbinguni utaona nyota zisizo na idadi. Wa fi samai nujumun la idada laha, nyota tele ziko mbinguni. Iweje Yusuf aote nyota 11 tu? Na jua na mwezi aziote kwa pamoja. Ina maana Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kulikuwa na kitu kikubwa ambacho ataka kukielezea kupitia ndoto hii. Nabii Yusuf alipoiona ndoto hii akaona mimi nafaa nimuelezee babangu. Alipokwenda kwa Nabii Yaqub alayhi salam kumweleza, Nabii Yaqub akapata kwamba hapa kuna kitu mahsus, kuna kitu hapa chaonekana. Hili jua na mwezi si le jua tunalolijua na mwezi, na hizi nyota 11 yaonekana si zile nyota 10 nyota tunazoziona. Hapa kuna maana nyingine. Kitu kilichomjulisha Nabii Yaqub kwamba kuna maana nyingine ni neno ambalo liko mwisho wa aya, ra'aituhum li sajidin, nimeziona zikinisujudia. Swali laja, nyota yani jua na mwezi zina uwezo wa kusujudu? Nyota zina uwezo wa kusujudu? Yusuf mbona azione katika umbile la kitu kinacho sujudu? Ina maana hapa jua si lile jua na mwezi si ule mwezi na nyota si zile nyota. Kuna maana nyingine iliyopendelewa hapo, ambapo Nabii Allah Yaqub akatambua kwamba hapa kuna kitu cha ndani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vitu visivyo na roho huvipatia wakati mwingine hisia, vikahisi ni kana kwamba vinapokea maamrisho ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Wewe nenda ukasome katika idha samaa inshaqqat, suratul inshiqaq. Tuna Mwenyezi Mungu ameandika idha samaa inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
mbingu zitapasuka. Mungu asema waadhinat li rabbiha, zitatii amri ya Mola wake. Kuna kinachotii ambacho hakina hisia. Kinachotii ni kitu ambacho chaelewa chaambiwa nini. Kinachotii ni kitu ambacho chafahamu. Kinachotii ni kitu ambacho chajua kwamba mimi naambiwa ni kitu fulani ndio kikatii. Aya imesema waadhinat li rabbiha, mbingu siku hiyo zitatii amri ya Mola, wa huqqat, na zimestahiki kutii huko, lazima zitii ilikuwa. Kuonesha kwamba zile mbingu pia zina hisia. Mwenyezi Mungu siku ya kiyama akiziamrisha zipasuke, zitatambua tuamrishwa sisi, zitapasuka pale pale. Angalia mfano ambao Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu aliutoa katika Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa juu ya jabali la Uhud. Mtume alipokuwa juu ya jabali la Uhud na Sayyidina Abubakar na Umar na baadhi ya masahaba, ile jabali likaanza kutingishika. Mtume akaanza kuligusa kwa fimbo yake, akaanza kuliambia tulia tulia ewe Uhud, tulia tulia ewe Uhud. Kisha akamwambia fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani, hapa juu yako ni mtumi na Abu Bakar na mashahidi wawili, akusudia Saidina Umar na Saidina Uthman. Hapa juu yako ni watu wa kawaida, hakuna nini. Kisha mtume akawaambia maswahaba maneno haya, Uhudun, hili Uhud hili jabalun, ni jabali tu kama majabali mengine, lakini yuhibbuna wa nuhibbuhu, la tupenda na sisi twalipenda. Swali laja, kuna kitu kikapenda kama hakina hisia, kama hakitambui mimi nampenda nani? Kuonyesha kwamba ni jabali, lakini Mwenyezi Mungu amelipa uwezo wa kutambua kwamba sasa nimepandwa na Mtume Muhammad, mimi nampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu huvipa vitu hisia. Angalia katika mfano mzuri, siku Mtume alipotengenezewa mimbar, baadhi ya masahaba walipomwambia Rasulullah, tumekwenda baadhi ya miji tukaona watu wapanda mimbar, wewe usimama juu ya kigogo, tutakuomba utupe ruhusa tukutengenezee mimbar. Mtume akamwambia tengezeni. Ikatengenezwa mimbar. Ile siku ya kwanza Mtume yuipanda ile mimbar, kigogo kikawekwa kando. Kigogo kilipowekwa kando, Mtume yapanda mimbar, kilianza kutoa mlio kile kigogo, kama mlio wa mtu anayeumia, chapiga vitunu kabisa kile kigogo. Mtume akashuka kwanza kwenye mimbar, hakuhutubia, akakifuata kile kigogo, akakishika, ikawa akiambia tulia tulia tulia. Masahaba wako hapo, tulia kigogo. Kisha Mtume alipomaliza, kiliponyamaza, akasema lau lam altazimhu, lau singelikifuata kile kigogo nikiambia tulia, la dhalla hakadha ila yaum alqiyama, kingeendelea kupiga vitunu na watu wote wangelikisikia mpaka siku ya kiyama, ingekuwa bado chapiga vitunu kama vile mtu anayeumia, mgonjwa vile anavyoumia, kingeendelea mpaka siku ya kiyama. Vitu Mwenyezi Mungu huvipa nini? Hisia. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, hakuna kitu ila cha msabih Mungu. Ukiona ukuta wa msabih Mwenyezi Mungu, ukiona feni ya msabih Mwenyezi Mungu, ukiona chuma cha msabih Mwenyezi Mungu, nguo unazovaa za msabih Mwenyezi Mungu, kitu chochote cha msabih Mwenyezi Mungu kwa nasi ya Qur'an. Kisha Mungu akasema walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamuelewi za sema subhanallah vipi, hamuelewi za msabih Mungu vipi, lakini zinamsabih Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vitu vyote. Lakini Mwenyezi Mungu akikupa uwezo kuelewa vitu ambavyo havieleweki na watu wengine, huwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amekupenda na amekuchagua, kama Mwenyezi Mungu alivyomchagua Nabii Allah Suleiman alayhi salam, akawa na uwezo wa kufahamu lugha ya ule chungu akizungumza. Nabii Allah Suleiman alijisifu mbele za watu, akamwambia watu ulimna mantiqa at-tayr, sisi tumefundishwa na twajua kuwasikiza vindege vinavyozungumza. Mimi naweza sikiza vindege nikaelewa kile pale cha mwambia nini yule mwenzake. Mungu amempa uwezo yeye. Walipopita katika jangwa la chungu, kama aya inavyosema, qalat namlatun ya ayuha an-namlu dukhulu masakinakum, chungu mmoja aliwaambia wenzake, jamaa kila mtu aingie ndani ya nyumba yake, Suleiman yuaja atatuvoga atuvunje. Akamsikia.
aya sema fatabassama dhahikan min qawliha, akatabasamu Nabii Suleiman kulingana na neno lile. Chungeni akasikia raha, ambaye nsaki wengi ndani yule. Ni uwezo Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alikuwa amempatia yeye Nabii Allah Yusuf alayhi, Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wassalam. Sasa kwamba jua na nyota, jua na mwezi na nyota za msujudia Nabii Yusuf, ni kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amezipa hisia zionyeshe umbile la kumsujudia na kumsujudia Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Nabii Yusuf alipomaliza kumueleza babake kwamba mimi nimeota kadhaa kadhaa kadhaa, Nabii Allah Yaqub kuna mambo aliyajua hapo hapo, moja kwa moja aliyajua. Kwanza Nabii Allah Yaqub alijua kwamba huyu kijana atakuwa ni miongoni mwa vijana ambao Mwenyezi Mungu atawachagua. Huyu Mwenyezi Mungu atamchagua kulingana na hii ndoto, jua na mwezi na nyota za msujudia, huyu Mungu atamchagua huyo kijana. Alilijua pale pale. Jambo la pili ambalo alilijua Nabii Allah Yaqub alayhi salatu wassalam, moja kwa moja alijua kwamba Nabii Yusuf alayhi salam atakuwa na mwelekeo wa kuwa mtume mbeleni. Huyu ndo atakayekunirithi mimi, kama ambavyo yeye Nabii Yaqub alimrithi Nabii Ishaq katika utume, kama ambavyo Nabii Ishaq alimrithi Nabii Allah Ibrahim. Ilikuwa ni kizazi Mungu amekitunuku utume. Na haya ni mambo Mwenyezi Mungu huyafanya. Utakwenda yona familia fulani madaktari wote, familia nyingine walimu wote, familia nyingine walevi watubu, familia nyingine wezi. Ni mambo Mwenyezi Mungu huyafanya. Ukaona mbona hawa, kama ambavyo Mwenyezi Mungu alijalia katika ukoo huu wa Nabii Allah Ibrahim kutoke mitume watupu. Nabii Allah Ibrahim alimzaa Ismail na Ishaq, wote walikuwa mitume, watoto wa Nabii Ibrahim. Nabii Allah Ishaq ni mtume, akamzaa Nabii Yaqub, alikuwa mtume. Nabii Yaqub ni mtume, akamzaa Nabii Yusuf. Yusuf pia alikuwa mtume. Mwenyezi Mungu aliwatunukia tu. Ndio katika hadithi baadhi ya masahaba waliomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayun nasi akramu, ni mtu yupi mtukufu zaidi? Mtume akamwambia, akramuhum inda Allahi atqahum, mtukufu ni mcha Mungu. Masahaba kama Mtume, laisa an hadha nas'aluka, hatukuulizi kuhusu utukufu kwa Mungu, kuhusu cha Mungu. Sisi tuakuuliza kuhusu mtu alowahi kupata yani cheo tu, mtu ambaye yeye ni mzuri, anatokana kwa watu wazuri, mtu ambaye nasaba yake nzuri namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fa akramun nasi Yusuf. Basi kama muuliza hivyo, jueni mtukufu katika watu wote alikuwa ni nani? Yusuf alayhi salam. Mtume akasema nabiyullahi, yeye alikuwa ni mtume wa Mungu, ibnu nabiyillahi, na ni mtoto wa mtume wa Mungu, kusudia Nabii Yaqub. Ibnu nabiyillahi, na huyo Yaqub ni mtoto wa mtume wa Mungu, kusudia Ishaq. Ibni khalilillah, na huyo Ishaq alikuwa ni mtoto wa Khalilullah ambaye ni Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu Waislamu, ndoto ambayo Nabii Allah Yusuf aliota ndio ilmu mzima ambao tutataka tuiangalie, ndio wahi wote ambao tutataka tuangalie, ndio utume mzima ambao tutataka tuangalie wa Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wassalam. Lakini kuna mulahadha ambazo insha Allah katika darasa ya kesho tutaanza nazo. Je, ni kila ndoto utakayoiota utaeleza? Hizi ndoto mzuri hutoka wapi? Na ndoto mbaya mbaya nazo hutoka wapi? Je, ni ndoto gani ambayo ukiwa wafaa uitaftie tafsiri? Ndoto gani ambayo ukiota nyamaza wewe tu? Inshallah taala, ili tupate kuona ule utamu wa ile ndoto ambayo Nabii Allah Yusuf ameielezea. Kesho tutaanza na milahadha kama hii, kisha ndio tutaendelea mbele na darasa yetu taratibu taratibu kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mpaka hapa tutakoma. Ikiwa tuliyozungumza ni mazuri, basi ni taufiki yake Mwenyezi Mungu, na ikiwa tuliyozungumza tumekosea, basi ni sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. La ilaha illa Allah.